Kwa nini somo linasema kuwatunza na kuwajali waliosahaulika? Naomba usikilize vizuri. Hizi aya tatu hizi tunazokwenda kuziangalia ndizo hasa ziko kwenye ajenda yenyewe. Sio kwa wale waliokuwa wanambeba kila siku, ila kilichotokea kati ya haya mazungumzo ya Petro pamoja na Yohana na huyu ambaye ni kiwete. Kwa hivyo akatamka, kwa jina la Yesu simama uende. Haya maneno yanazungumza aina ya afya ambayo Petro na Yohana walikuwa wanamtakia huyu kiwete. Sikiliza vizuri, ile afya wanayotafuta, wanayotaka huyu awe nayo ni ile afya ya ndani ya moyo. Kwa nini? Kwa sababu wanataja amri ya inayotakiwa itekelezwe na huyu kiwete ni kwa amri ya jina la Yesu. Haleluya! Sio kitu kingine chochote, ni hiyo komandi ya Yesu Kristo. Hawasemi hivi tunakuamuru usimame. Lugha ya Kiebrania inasema hivi, ni kama tungeliweka katika lugha ya kawaida tungesema hivi, Yesu anakuamuru usimame na uende. Kama tungeiweka namna ile katika Kiswahili kinachoweza kueleweka. Kwa hiyo wanasema, sikiliza wewe kiwete, Yesu anasema hivi, inuka uende kwa jina la Yesu. Sasa kwa nini jina la Yesu? Neno onomas ndio maana jina ambalo linamaanisha uwezo katika lugha ya Kiyunani. Linamaanisha uwezo, lakini pia linamaanisha utambulisho. Jina ndio maana unasikia wewe ni mtoto wa nani, unaitwa nani, jina, ubini wa nani. Ukisikia jina maana yake inamaanisha uwezo na utambulisho kwa Kiyunani, power and identity. Kwa hiyo wanataka huyo ajue hivi, sio Petro na Yohana, ila ni uwezo wa hilo jina na utambulisho wa hilo jina. Na wakati wanazungumza hivyo, huku wao usisahau ni Waebrania ambao wanajua maana pana ya jina kwa Kiebrania, Shem. Ukisikia neno Shem kwa Kiebrania inamaanisha tabia. Kwa hiyo ndio unaona jina hilo wanaposema, Wayunani wenyewe wana uwezo pamoja na utambulisho. Waebrania wao Shem inamaanisha tabia. Kwa hiyo jina ni tabia kwa Kiebrania. Wakiwa na uelewa wa lugha ya Kiebrania na wana uelewa wa lugha ya Kiyunani, wanachosema ni hivi, wewe sikiliza, wewe kiwete, kwa jina lake, kwa uwezo wake inuka utembee, na kwa utambulisho wake. Maana yake wewe ingia kwenye utambulisho wa huyu Yesu, ingia kwenye huo ubini wake. Maana yake afya unayotakiwa uwe nayo ni afya ya ndani, sio ya nje, sio outside, ni inside earth, ni afya ya ndani kwa sababu ya jina la Yesu. Ingekuwa sio hivyo, wasingehangaika na jina la Yesu, wangelienda tu kama hospitalini vile unavyoona hospitalini, baada ya madaktari ambaye yuko tayari kuandika dawa, lakini anatoa tu zile dawa, hana chochote kuhusiana na utabibu wa ndani. Na unajua kama kuna kitu ambacho huwa miongoni mwa watu wanapoteza ni hicho kabisa kikubwa. Anaingia kwenye ile huduma ile bila kukiri ya kwamba anayeifanya ni Kristo. Ila ni bahati mbaya mno, kiburi cha elimu, hata kwa baadhi ya watu ambao wanaitwa wa Kristo, kiburi cha elimu, kwa sababu mwili aliyotengeneza ndiye anaweza kutibu na kuponya. Na wale ambao wanasoma kitabu kile cha alichoandika Ben Carson, ambako mojawapo ya maajabu ambayo Mungu aliyafanya kupitia mikono yake, the helping hands, ambapo alifanya operation ambayo kwa wakati ule haikuwa kitu ambacho kingetazamiwa, kwa sababu kuna huduma zingine ambazo hauna rejea katika darasa ulilosoma. Hakuna rejea. Yaani kuna cases ambazo hakuna rejea, hakuna vitabu ulivyosoma darasani. Hapa ni Bwana mwenyewe anayeweza kuongoza watu wake kwa aina ya utabibu unaohitajika, matibabu yanayotakiwa pale. Sasa kiburi cha taaluma ni kibaya sana, kibaya mno. Na hiyo inasusia taaluma mbalimbali katika swala zima la kugusa mahitaji ambayo mtu ambaye anamjua Kristo, kwa sababu hivyo vyote ni tumepokea
Ndivyo anavyoeleza Paulo katika ile Wakorintho ya kwanza sura ile ya 4 aya ya 7. Ikiwa kila kitu tumepokea, tunajisifia nini kana kwamba hatukupokea? Yaani kila alichonacho mwanadamu amepokea, yeye amepokea tu, lakini namna tunavyovifanyia kazi ni kana kwamba tumejitengenezea ni vya kwetu. Sasa Petro na Yohana wanachotambua hapa ni kwamba sio sisi, usijiunganishe na sisi. Yuko anayetamka, mwenye mamlaka ndiye anayetoa amri. Ile ni command, ni imperative, kwamba katika jina lake inuka, rise and walk, inuka na utembee. Hiyo ndio inaonyesha ni uponyaji, ni afya ya ndani ya huyu. Ndio Petro na Yohana waliokuwa wanatamani ikafike. Usilisahau hilo, ni la muhimu sana. La pili ni ile aya ya 7. Luka anaiandika vizuri sana. Petro akanyosha mkono, akamshika, akamuinua. Na sasa kwa sababu Luka ni tabibu, anaelezea namna vile vifundo vya kwenye viungo vya yule kiwete vilivyokuwa vinapata nguvu, vinajipanga kadiri yule anapo kichwani pameshaanza tayari, kwa kuwa ni kwa jina la Yesu, na anajua Yesu amemsikia, na hao ndio wanasema ndiye anayekuamuru. Ile kitu ilifanya mchakato kwenye akili ndani yake, akajitambulisha kwa Kristo, akaamua kwa yeye huyo ninasimama. Lakini Petro akamshika mkono, wakati anamuinua kichwani kuna kitu kinafanyika kwa jina la Yesu, mwili na viungo vyake vikaanza kujipanga. Usisahau ni kiwete, a lame, a cripple person, ambaye amezaliwa akiwa cripple. Huyo tangu kuzaliwa ni kiwete, na sasa unaweza ukajua hakuna kiungo kina nguvu yoyote kwenye miguu popote. Kwa hiyo alimshika akamuinua. Daktari anasema alivyokuwa anamuinua, viungo vinajipanga, huko kinarudi, huko kinarudi, kadiri huyu akili ndani mchakato unafanyika. Kristo yuko ndani ya akili yake. Wakati Petro ameshika mkono anamuinua, akasimama. Daktari Luka ametaja vitenzi 7, hiyo sura ya aya 8 na aya 9, ziko verbs 7 ambazo mimi sitazipitia hapa leo, maana nimekutajia tu ni aya ile ya 7 na aya ya 8. Ikiwa akainuka, akatembea, akaenda pamoja nao, akarukaruka, akafanya hiki, akamsifu Mungu. Viko vitenzi 7. Kwa hivyo anaeleza alimshika, na hii ni maana yake ile kauli ya kwanza, ile aya ya 6 ni utendaji wa Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu. Aya ya 7 ni utendaji wa Mungu kupitia mwanadamu huyu ambaye Mungu anamtumia aguse huyu anayehitaji. Kwa hiyo unaona ni uhusika wa mwanadamu kumfikia mwanadamu. Aya ya 6 ni utendaji wa Mungu pekee anayeweza kuingia kwenye akili ya mwanadamu, maana mwanadamu hapa hawezi kuingia, ila ni Mungu na anaweza kuingia. Ila mwanadamu anaweza kushirikiana, Mungu akamtumia, akanyosha mkono, akamshika, akainuka. Kwa mtasari ule uliofanyika pale sio msaada, ni uwezeshaji. Ngoja nilirudie kidogo. Ile iliyofanyika ni uwezeshaji na sio msaada. Not a help but empowerment. Ili neno to empower, kuwawezesha. Oje uone vizuri inavyozungumzwa, vile ambavyo hizi aya zinavyolieleza vizuri. Kwa nini empowerment iko hivi? Ukimwezesha mtu ni kwamba unamtoa katika hali ya kuwa tegemezi aweze kujitegemea. Alikuwa ni wakubeba, wabebaji walikuwa wanatoa msaada. Naomba usikize vizuri, wanamtoa anakokaa, anakolala, anayejiweza. Kwa hivyo saa hii sio tena asiyejiweza, ila anajiweza. Ndio maana ametaja vitenzi 7 kinavyotokana na kwamba amewezeshwa. Saa hii
wanaenda na yeye, wanaingia hekaluni, na alikuwa hawezi kuingia. Kwa nini hawezi kuingia? Kwa sababu walikuwa viwete. Ni mojawapo ya orodha ya watu ambao hawakupasa kuingia hekaluni, na yuko kwenye Agano la Kale. Na sasa cha ajabu ni kwamba Petro na Yohana walifanya kile Mungu alichotenda kwao kupitia kwao kwenda kwa yule mlemavu, huyu kiwete, bila kuviolate, bila kuathiri zile kanuni zilizoko kwenye jamii. Nitaeleza kidogo mwishoni hapo. Kwa hivyo walichokifanya ambacho Mungu alifanya ilikuwa ni empowerment, ni kuwezesha. Wakamtoa kutoka ombaomba na kuwa anayemsifu Bwana, kutoka kuwa tegemezi kuwa anayejitegemea. Ikiwa mimi nitatoa huduma iwe inagusa hapa ama pale, lakini haiwezi kumfanya ajitegemee, ninatoa msaada. Unaweza ukasema ni jambo zuri tu, ngoja nisogee karibu kidogo uone kwamba ni nini. Wengi wetu tunaweza tukatoa tabasamu kwa watu waliosaulika, tukatoa tabasamu, tukatoa tu tabasamu basi. Ni kweli tumetabasamu katika maisha yao, lakini Matendo sura ya 3 inasema hapana, kuna zaidi ya kutabasamu kwa ajili ya huyu. Ya pili, kuna wanaotoa msaada, wanambeba, wanamleta hapa, wanambeba tena, wanamrudisha. Lakini Yesu anasema ina changamoto hiyo, kwa sababu mbingu zina agenda ya kuempower. Ndicho kinachozungumzwa pale. Sasa hiyo ikoje? Nikitoa fedha, toa mfano kwa huyu anayeomba, nikampa fedha, sijafikia hatua hasa inayotakiwa. Kwa nini? Ingelikuwa ni swala la fedha, huyu mtu asingekuwa hali hii alionayo. Walikuwa wanampa fedha, lakini alikuwa anakuja kila siku, wanambeba wanamleta, wanambeba wanamleta, wanambeba wanamleta. Madhara ya kutoa fedha ni hivi: unamfanya huyu anayepokea, kwa sababu habadiliki, ninamfanya awe tegemezi kwangu. Nisikize vizuri hapa, anakuwa tegemezi kwangu. Kwa nini nataka awe tegemezi? Pengine hii itakuwa lugha ngumu kidogo. Kitendo cha kuwa tegemezi maana yake uendelee kunifuata, uendelee kuja kwangu, uendelee kuniomba msaada, ambalo hilo likifanyika tena na tena na tena. Unajua lugha za Biblia zina nani ya ajabu sana. Unamfanya akuabudu. Angalia jambo hili vizuri sana. Ni kwa nini mbingu haziridhiki na jambo hilo? Kwa sababu kama hatuwezi kuwasaidia wanadamu wenzetu kujitegemea na tunapalilia kuwa tegemezi, maana yake tunataka sisi ndio tuwe maarufu kwao, tunataka watunyenyekee, tunataka watuabudu. Petro na Yohana walijua hilo. Wanataka kwa jina la Yesu asiwe na wao, awe na Yesu. Asiendelee kuwa mhanga mikononi mwa wabebaji, lakini aweze kujongea mwenyewe. Kwa hiyo kinachofanya tusiweze kuwa empower watu huwa ni kiburi chetu cha nafsi. Ndicho kinafanya tusichukua hatua zaidi ya kutoa msaada. Kwa hivyo tunawataka waendelee kuwa hivyo tegemezi. Sasa kwa mfano, umekuta mtu anaomba pale kwenye barabara pale, anaomba, ana kakopo, ili uone tu vizuri kwamba tunachokifanya sio kizuri. Unachukua hela mfukoni, kama shilingi ngapi hivi pasta?
tunatoa 1,000 au 5,000 kama umejitahidi. Unampatia na bado anaendelea kukaa pale. Kesho utamkuta ama utamkuta? Nauliza, kesho utamkuta ama utamkuta? Hapo ulimuempower ama ulimuhelp? Kwa hiyo tunataka huyu mtu akae hivyo hivyo mpaka atakapoenda kaburini, ili uone ya kwamba ni jambo baya sana. Ndio maana Mungu anataka tuweze kujua juu ya jambo hili. Mtu ni yule miongoni mwa kina dada wale ambao maisha yalifikia hatua anaishi kwa ajili ya kujiuza. Sasa unampelekea injili, sawa, anabatizwa. Baada ya hapo umemsaidia? Mmenyamaza? Nawauliza watu wa Mungu, tutakuwa tumemsaidia? Ukimkuta amerudi kule, ameenda tena kuomba, unafanyaje? Ukikuta wale ambao wameathirika kwa madawa ya uraibu, hivi unampa msaada gani? Unampa msaada ambao, samahani bro, naomba chakula leo sijala, unampatia? Umetoa msaada. Hiyo uliompatia hiyo, unatazamia atatoka hapo alipo? Nauliza, atatoka hapo alipo? Hapana. Ndio maana swala la kutoa msaada linapaswa litoke hapo liende kwenye kuwezesha. Maana yake hicho tunachofanya kinabadilisha kutoka utegemezi kuwa kumtegemea Mungu, kutoka omba au anayemsifu nani? Mungu. Ndicho ambacho hii sura inaleta mbele ya kanisa, mbele ya familia zetu na mbele ya mtu mmoja mmoja. Ndicho kinachozungumzwa. Kwa hiyo tunatazamia kama ni watu wenye uraibu tunapeleka injili. Maana yake kama tunahusika mimi na familia yangu juu ya jambo hilo, maana yake lazima tujue huyu ana uraibu, ndio tunampeleka kwenye hizo sober house. Ninaenda ninalipia ili asikae atumie tena madawa, asikutane nayo na matibabu atakayofanyika. Lakini atakapotoka kule akili imerudi, sasa anaishije? Maana hana chochote cha kufanya. Natazamiwa kama familia nichukua hatua, nimeweka bajeti, basi nampeleka. Unataka usome nini? Cherehani, ufundi seremala, kitu gani? Ili nimuwezeshe aweze kuishi kwa kazi iliyo halali ya siku 6. Lakini kama hatuwezi kufika hapo kama kanisa na kama familia, tunatoa msaada. Huyu ni jirani tuko naye, mvua zinanyesha kila mwaka na analima vibarua, hajawahi kulima shamba lake hata eka ngapi, kwa sababu akifanya hivyo anaona muda haupo, kwa sababu ni kwa kilimo hicho ndio anapata anunue mboga aweze kula. Na wewe unamtapatia hela ya nyanya, unampa hela ya nini? Kwa nini usikae naye ili wakati wa kilimo umwambie nenda ulime shamba lako, mimi ndani ya kipindi hiki nitakupatia hela ya kula ili ulime shamba lako? Ikiwa yeye kila mwaka ndivyo alivyo na unajua anaumia, ni maana yake ya kwamba hajawa transformed, hajawa empowered, hajawezeshwa kutoka hatua ile aende nyingine. Na ndio maana hata kama ni mamlaka ya nchi yetu, serikali zetu, ikiwa zinatoa msaada, wanasema tunatoa msaada kwa wananchi, lakini hawawezi kujitegemea, ila wanakuwa hivyo, wanapokea, hakuna chochote kile. Maana yake ni kwamba tunafanywa kuwa watumwa wao. Tunakuwa makinda ya ndege yanayoachama yawezi kuruka kwenye kiota. Nyuma kwenye yota, mama na baba walete chakula, wadondoshe, lete chakula, waendeshe. Maana yake kila mamlaka za nchi, jamii na watawala wana agenda ya kuempower watu,
ili walime wao wenyewe. Kesho tutawatoa hapa, tuwafikishe hapa ili wafanye hiki na kile. Kama ni wale ambao kwenye jamii tabia ziko mbaya, tunawapeleka maeneo ambayo wabadilishe tabia. Maana yake tumejipanga kama kanisa. Ikiwa tunapeleka injili kwa waraibu, peleka injili kwa hao dadapoa, peleka injili kwa hao ambao ni walevi, mwisho wa siku ni huu. Je, atarudi kule? Kwa hiyo wako watakaohitaji msaada wa kuempower kwenye akili zao ili wajue namna kuishi. Kwa hiyo kuna muda unahitajika wa kumwona huyu akiwa mbele, kesho umkute sio tena huyu. Ndio maana pale Dar es Salaam pale ambako wakati wa mataa, kwa sababu ya traffic jam wa magari bado mengi, unashangaa taa nyekundu, wale watoto wamechangamka pale, anakuja haraka haraka, ana wiper, ana mafuta, ana maji ya sabuni, anafuta pale ili uone ya kwamba na sisi tuna matatizo. Na unasema bana, namhurumia huyu mtoto, maana unajua ndio hivyo anavyoishi. Unampatia hela ulionayo, unampatia elfu ngapi? 1,000 ama 2,000, ama kwa huruma unampa 10,000. Lakini kama ingekuwa kweli tuko serious, maana yake namwambia ingia kwenye gari, nipaki naye nje hapo kwanza, nipaki naye, halafu nimuulize unaishi wapi, wazazi wako wako wapi? Wako kule. Sehemu gani? Sawa, anaomba niende nipeleke. Hivi kweli hivi ndivyo tunavyofanya? Eti anafuta gari kioo, anasafisha, na mpatia shilingi 1,000. Halafu anasema kwamba wapi wanaosaidia? Hiki ndicho Petro walichoona huruma. Miaka yote wanambeba na mleta pale, hakuna waliomuempower. Kama unasema pasa, wangelifanyaje? Maana hawana uwezo, ni kwa jina la Yesu. Hawana uwezo kivipi? Sio wangefanya namna yoyote ile, wangetafuta shamba, wampatie mtaji, watu wanaoleta ng'ombe, anawapatia na wa maziwa, wako wanaokamua ili aendelee kuishi. Sasa anaweza kufanya kazi, anaweza kujirisha, anaweza kusukuma maisha yake. Lakini ni wakumbeba, peleka kwenye lango la uzuri, beba leo pia rudisha nyumbani, maisha yake yote. Halafu tunasema tunatoa msaada. Mbingu zina ajenda kwa kanisa Maria, kwa familia zetu, kwa mtu mmoja mmoja, zina ajenda. Ikiwa tutaishia pale, tunataka tuwe miungu kwao ili watu waabudu sisi. Lakini Biblia inaeleza hapana. Ni sawa na swala hata na watoto ulio nao, hatuwalei ili wawe tegemezi kwetu, ila tunawaempower